mtazamaji, nakuletea video hii ambayo inataka ikufundishe wewe kuelewa ni jinsi gani mwanaume anaathirika anapokuwa anaoga maji ya moto. Kuna madhara ambayo mwanaume anayapata kwa kuoga maji ya moto, yanaharibu mbegu na anapata shida mwanaume huyo kutungisha mimba. Huyu dada unayemwona hapo ataweza kupa detail, atatoa maelezo baadaye. Naona kama 2 ya 3 ya matatizo ni wanaume, 1 ya 3 wanawake. Kwa sisi ambao tumeshakuwa nao, hamna mbegu kabisa, au mbegu zipo chache, hazitembei, zinatembea mbovu, kichwa kibovu, mkia mbovu. Kwa hiyo yani unaziangalia pale, usajili anazitoa, unaziweka pale, ukigeuza kichwa hivi umeenda unafanya shughuli hiyo, unarudi unakuta nusu zilishakufa, hazina nguvu. Kwa hiyo yani kwa wanaume changamoto ni hiyo, ubora wa mbegu. Hatuelewi kwa nini ubora unapungua, hatuelewi kwa nini. Of course sio kwamba ni mara ya kwanza watu wanaume kuzaliwa bila mbegu, lakini tunaona kama sasa hivi kama imezidi. Okay, umemsikia dada huyu anasema haelewi ni kwa nini hali hiyo ipo. Na ni idadi kubwa, 2 ya 3 ya wanaume wana matatizo ya mbegu zao za kiume. Tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kabisa kwamba kuna mambo ambayo yanachangia mwanaume kupoteza ubora wa mbegu zake za kiume. Hii inaweza kupelekea ukaweza kupata mtoto mwenye matatizo ya ngozi. Dawa wanaita albinos, wenye ulemavu wa ngozi, wanaita ulemavu wa ngozi. Unaweza kuzaa mtoto mwenye matatizo mbalimbali kwa sababu ubora wa mbegu ambazo umezitoa sio nzuri. Sasa tafiti zinaonyesha fakta zifuatazo zinazopelekea mwanaume tatizo lake hilo la ubaya wa mbegu unapelekea hali kama hiyo kuwepo. La kwanza ambalo ni meligundua, ambalo ni katika tafiti ambazo nimefanyia na unaweza ukaliangalia wewe mwenyewe kwenye mtandao kama unafahamu Kiingereza, kuoga maji ya moto. Andika hot bath alafu fertility alafu search kwenye Google, utaona kwamba unapooga maji ya moto wewe mwanaume unaharibu uwezo wako wa kuzaa mtoto, aidha kutungisha mimba au kuzaa mtoto mwenye ulemavu. Sasa hii mwanamke anaweza kuoga maji ya moto asiathirike. Unaweza niambia kwa nini? Unaweza kujiuliza kwa nini mwanamke akioga maji ya moto haathiriki katika mayai yake ya uzazi, lakini mwanaume akioga maji ya moto anaathirika katika mayai yake ya uzazi. Ni hivi Mungu alivyotuumba ni kwamba mwili hautakiwi kuwa na joto zaidi ya centigrade Celsius 37. Sasa kutokana na hekima ya Mwenyezi Mungu ni kwamba ili uweze kuzalisha mtoto, korodani zako zinapaswa ziwe na upungufu wa degree 2 za joto, kati degree 1.5 hadi 2 za joto. Yaani mwili ukiwa una joto la centigrade 37, korodani ziwe na joto la 35 centigrade. Kwa hiyo unapooga maji ya moto tayari unabadilisha joto la korodani, wakati korodani ndio kiwanda cha mbegu za kiume, na kuna homoni inayotengenezwa pale ya testosterone ambayo ndio inasaidia sana katika vile nguvu za kiume. Inapelekea hali hiyo unakuta mwanaume anapata matatizo ya uzazi. Sasa unaweza kumlaumu mwanamke wakati sio kosa la mwanamke. Lingine ni tatizo la kujichua. Watu wanapokuwa wanajichua, masturbation. Leo hii nimeongea na mkaka mmoja kutokea Arusha. Ameanza kufanya masturbation au kujichua akiwa na umri wa miaka 15 mpaka amekuja kuacha miaka 2022, juzi tu ameacha na ndio ameoa. Sasa amejikuta wako ndani ya ndoa miaka 3 lakini hawajapata mtoto. Ameshaliwa hela nyingi sana kwa watu ambao wanasema wanazo dawa za kuleta uzazi na nini na nini. Kama daktari mmoja ambaye ni maarufu amekula 400,000 lakini dawa haikufanya kitu, haikujafanya kazi. Na leo mimi mwenyewe nimekutana na mtu ambaye alikuwa na matatizo hayo
Of course nimempatia dawa, kuna dawa ambayo ni maalum ambayo zinaweza kumsaidia, ni dawa mbili, nyingine of course ni maelekezo tu kwa ajili ya mwanamke, lakini kwa sehemu kubwa pale ambapo tatizo ni mwanaume anahitaji dawa maalum ya kunywa, na kuna maelekezo yake yanahusiana vile vile na mshipa maalum ambao ni mshipa mkubwa katika mwili wa mwanadamu, unaitwa vagus nerve. Vagus nerve, yani kila kiungo kimeunganishwa kwenye mshipa huu maalum unaitwa vagus nerve. Kwa hiyo kuna treatment kwanza ya hiyo vagus nerve, alafu ndo inakwenda kwenye njia ya uzazi. Sasa hiyo ni tiba ambayo inaweza. Kwa hiyo ningependa kuambia wanaume unaangalia hapa, tafadhali sana epuka kuoga maji ya moto. Yanaathiri uwezo wako wa kutengeneza mbegu za kiume zilizo bora. Kuoga maji ya baridi kuna faida tena kubwa. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali ni follow au subscribe ili nikuletee video nyingine itakao kuonyesha faida za kuoga maji ya baridi na jinsi gani unaweza kushinda kuogopa kuoga maji ya baridi. Hiyo ni video inayokuja, nikupe elimu hii kwa sababu kuna wengine wameshazoea tokea utotoni wanaoga maji ya moto, kwa hiyo kuacha inakuwa vigumu sana, na kama vile ni mlevi. Kwa hiyo kuna mbinu ya kuweza kuacha kuoga maji ya moto. Kwa hiyo ni video nyingine, kwa hiyo ni follow kwenye video hii ili uweze kujifunza mambo ambayo ni ya msingi. Sio kwamba ni mara ya kwanza watu wanaweza kuzaliwa bila mbegu, lakini tunaona kama sasa hivi kama imezidi. Wanafanya hapo, wanakuta hakuna kabisa hata mbegu moja. Yuko vizuri, ana nguvu zake, lakini anachokimwaga hakina mbegu. Kwa hiyo kuna shida hiyo. Sasa hivi tunaona nahisi, yaani watu wengi wanaokuja wanakuta mwanamume ana shida zaidi. Yaani ukifanya kwa matatizo, unaona kama 2 ya 3 ya matatizo ni wanaume, 1 ya 3 wanawake. Kwa sisi kwa ambao tumeshakuwa nao, hamna mbegu kabisa, au mbegu zipo chache, hazitembei, zinatembea mbovu, kichwa kibovu, mkia mbovu. Kwa hiyo yani unaziangalia pale, usajili anazitoa, unaziweka pale, ukigeuza kichwa hivi umeenda unafanya shughuli hiyo, unarudi unakuta nusu zilishakufa, hazina nguvu. Kwa hiyo yani kwa wanaume changamoto ni hiyo, ubora wake. Hatuelewi kwa nini ubora unapungua, hatuelewi kwa nini. Of course sio kwamba ni mara ya kwanza watu wanaume kuzaliwa bila mbegu.